baada ya wana wa Israeli kuishi utumwani Misri kwa miaka mingi, Mungu aliwakomboa kwa mkono wake wenye nguvu. Aliwaagiza wachinje kondoo na kupaka damu yake juu ya miimo ya milango. Unapokula meza ya Bwana, umekubali protection ya Yesu mwenyewe. Ndio maana nasema umekuwa na ushirika naye. Wangapi wamenielewa hapa? Kutokula hiyo meza ni tatizo. Kondoo aliyechinjwa aliitwa Pasaka, na kila mzaliwa wa kwanza aliyekuwa ndani ya nyumba iliyokuwa imewekewa damu alipona adhabu ya kifo. Maana yake ni kwamba ukiwa hapa kanisani ukakataa ushirika pamoja na Kristo, unaingia katika hii changamoto. Wakati ulikuwa ikipakwa katika miimo ya milango, lakini sasa hivi damu ya Yesu, kwa kushiriki meza ya Bwana, tayari wewe umepata protection. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote lililoharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Kushiriki meza ya Bwana, tunakumbuka kwamba Yesu alitukomboa na damu inakuwa ishara ya ulinzi. Hao wanafanya ukumbusho wa kukombolewa kutoka Misri, sisi tunafanya ukumbusho wa kukombolewa kutoka dhambini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usinitishe kama unanielewa dhambi yangu ya jana, pole, kwa sababu huwezi ukajua leo nimefanya nini na Mungu. Huwezi ukanihesabia. Na hii ndio ilimletea shida katika kitabu cha Yuda, wakati shetani amekuja anakariri ile dhambi ya Musa. Wakati Musa anataka kufufuliwa, shetani anasema hapana, huyu alifanya dhambi ya kupiga mwamba, kumbe alishamalizana na Mungu. Ndipo neno likatoka, Bwana na akukemee. Na kwa Yoshua hivyo hivyo, wakati Yoshua alipokuwa anaonekana na mavazi machafu, shetani anasema hapana, huyu hawezi kuokolewa kwa sababu historia yake inaonyesha mavazi machafu. Kumbe Yoshua alishatubu ile dhambi, na ndipo anamwambia Bwana na akukemee. Hiki si kinga kilichotoka kwenye moto. Unajua kinga kilichotoka kwenye moto, kinga si mnakijua, Wachaga tunaita kijinga. Kile kiukuni kinachoungua, umemaliza kupika unasema ngoja niweke hichi kiukuni akiba. Unakichukua unakichomeka kwenye majivu, na ukishakichomeka kwenye majivu unakichukua kikiwa kizima, lakini kina kovu la kuungua. Sasa wewe usiangalie kovu langu la kuungua, angalia mahusiano yangu na Mungu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unasema kutoshiriki meza ya Bwana ni balaa kubwa kwa sisi watu wa imani.